ama kwa runinga na utotazama kwa FB ama kwa YouTube, ngependa tukachukua toto ya imani ukaingia mahali pale, nawe hautatoka mbure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo naamini ya kwamba Mungu wa mbingu atakutembelea siku ya leo, maana Mungu akona malengo na makusudi juu ya maishani mwako kwa jina la Yesu. Kwa hivyo hautabaki vile tena katika jina la Yesu Kristo. Hivyo jitayarishe tu moyo wako ukapokee kutoka kwake Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Maana najua tu ya kwamba tunatazamiwa na mataifa kwa jina la Yesu Kristo. Every corner najua tu ya kwamba wanamtazama kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo mtazamo wako naomba tu ukawe tu wa baraka kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo ningependa nianze tu kwa maombi kwa ufupi kwa jina la Yesu, kukaribisha uwepo wa Mungu na Roho wa Bwana akatawale kwa jina la Yesu. Nipe nafasi kwa jina, tuamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, tunasema ni asante Bwana mchana wa leo. Mchana mwingine mwema Jehova, umetulinda, umetuhifadhi, tujalia neema na uzima tele. Jehova nata uwai Jehova, umetupa pumzi, umetupa ewa la kuvuta Jehova, katika jina la Yesu. Ewa ambaye hatukuilipia gharama, kuna yote ambaye tumekupa Jehova ili tukapata kupumua na hata kuishi Bwana kwa jina la Yesu. Ila tu Bwana Jehova ni kwa neema yako, sisi ambaye ni mabaki yako Jehova, tunainamisha ndio zetu Bwana, tukitangaza ya kwamba wewe ni Mungu na kuna mwingine Jehova aliye kama wewe. Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo, uliyotembea na Ibrahimu, uliyotembea na Isaka na Yakobo, wewe tunaokuita Bwana mchana wa leo ili ukapata kutembea nasi kwa jina la Yesu. Jehova, tunaomba Bwana mipango yote tuliyopanga katika jina la Yesu, ibada hii Jehova nikabidhi mikono kwa Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ibada ambaye Bwana imevita Bwana Jehova Mungu wa Israeli, ulikuwa mmoja nasi kwa jina la Yesu, umetusaidia, umetuwezesha, nasi tunaamini ya kwamba kupitia uwezo wako, kupitia neema kwa Bwana katika jina la Yesu. Jehova, na hata ibada hii Jehova nenda kutuwezesha kwa jina la Yesu. Naomba uwepo wako, nguvu zako, Roho Mtakatifu akashuke na katawale katika jina la Yesu, na kila roho wa pingamizi, roho Bwana wa Bwana, roho ambaye Bwana, roho Bwana wa tatanishi, roho wa kisilani, Jehova kaondoke kwa jina la Yesu. Kila roho mchafu, wewe mchafu wa kuinuka na kupinga injili, tunaukemea kwa jina la Yesu. Mapepo ya kulandalanda na hata maloho ya kulandalanda na ukandamisha watu na kuleta usingizi, tumetangaza kwa jina la Yesu, haina nguvu na ina uwezo kwa jina la Yesu. Inaachilia neema ya kipekee, damu ya Yesu Kristo ikanene makuu, ikanene ushindi na ikanene baraka kwa jina la Yesu. Aliyokuja kiumbo dhaibu Bwana mutie nguvu kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Neno ili Bwana isiwe ni burudani, bali ikawa ni ya baraka, bali ikawa Jehova ni ya kufungua na kuponya kwa jina la Yesu. Yote ikiwa ni neno la kurekebisha Bwana, achilia kwa jina la Yesu. Tunaomba ikaturekebishe ikiwa ni neno la Bwana Jehova katika jina la Yesu. Jehova Bwana utubariki, naomba Bwana katubariki kwa jina la Yesu Kristo aliyemwamba na Mwokozi. Tumeomba na tumeamini, semeni amen. Pigia Yesu makofi mazuri basi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muda mchache tu takuhubiria na nitakuachilia ukapata kwenda nyumbani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Leo ni Sunday ya ngapi? Amen. Tangu mwezi ulipoanza. Amen. Mwezi wa 3, si ndio? Tarehe ngapi? 15, si ndio? Wiki ya pili, si ndio? Amen. Kwa hivyo natuamini ya kwamba Mungu akuna malengo mema juu ya maishani mwako na hata juu ya maishani mwangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo dhimu yetu inaenda kutoka katika kitabu cha Exodus 23:20-26 mahali kwa jina la Yesu Kristo. Nikawa nikiongea na Bwana, tumuuliza Bwana nitaenda kuachilia nini
juu ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Naye Bwana kanionyesha kwamba enda tu na neno hili, na neno hili litaenda kuwabariki watu wake kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo dhimu yetu ya siku ya leo inaenda kutoka katika Exodus 23:20-26 mahali pale kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo dhimu yetu inasema hivi, I will give you a full life. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. I will give you a full life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua tunaweza kuwa tunaishi na wewe, lakini life yako ni life ambayo ni life ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mambo ambayo unayapitia, na kuna mambo tunanyamazia mahali pale, kuna mambo inakuvinyilia ambayo inakuumiza tu moyo, lakini hauwezi ukasema. Na ndipo nimekuja neno hili nikwambia tu mtu wa Mungu ya kwamba Mungu wetu hawezi katuacha. Mungu aliyotembea na wana wa Israeli ndio hata walio Mungu wetu anatembea nasi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo hata walio Mungu wetu ambaye ni Mungu wa Israeli, ndipo hata walio anatembea nasi, ndipo hata walio anatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ndipo nimekuja neno hili tangaza ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo, Bwana ni Mungu wetu, ni Mungu mwema. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo twende mahali pale, kuna kitabu, chukua kitabu chako kwa jina la Yesu. Chukua kitabu chako na kalamu yako na Biblia yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ili tukapata kusonga pamoja kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Rakata babozi tiri babozia. In the name of Jesus. Mungu wetu ni Mungu mwema. Napenda tuanze pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu kabla sianza pale, hebu nirudi nyuma kidogo 19. Hiyo tu usiende tu 19. Hiyo pass tu 19. Nilikuwa nimetaka kusema 20. Kwa nataka kuanza 20 lakini 19. Sikia vile ninaposema. Haleluya. Nasema hivi. Ya kwanza malipuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokoze mwana mbuzi katika maziwa ya mama yake. Kuahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Si umesikia? Haleluya. Amen. Ukafanya nini? Ukayaleta yale, for example, ni yale mazao. Kama mzao wa kwanza anasema usifanye nini? Ni kule kumkamua. For example, kama wakati wa Musa. Wakati wa Musa kama ni mbuzi imezaa kabusi ka kwanza, haikuwa kikamuliwa kulingana na sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hafai kufanya nini? Kukamuliwa. Tutoke pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anasema kama nini? Kanyaleta wapi? Ndani ya nyumba ya Bwana. Haleluya. Lakini siku ya leo hivyo ndio tunafanya. Ya kwanza tunaleta kwa nyumba mzaliwa wa kwanza wa mtoto. Mzaliwa wa kwanza wa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa kwanza, unaona watu wakipewa mtoto, wakibarikiwa na mtoto, wanachukua ile mtoto kwa sababu ya maangano ya wazazi wao na mababu zao. Huwa wanapelekwa wapi? Au kama walikuwa naenda huko kwa unasikianga ati mwana ni ng'ondu, huko wanapelekwa huko kwa hao watu wa hiyo washamba miti, anaenda kwa anafanywa matabiko, anawekwa ni covenant. Bwana Yesu asifiwe. Alafu hiyo mtoto kuna kipindi ambacho kwa sababu anaanza kusumbua, nasikia huyu mtoto alifanywa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo mambo bado itakuwa inasumbua huyo mtoto
lakini Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alipombariki Ibrahimu, kambariki na Isaka, Bwana Yesu asifiwe, alimwambia nini? Enda ufanye nini? Ukatolee mzaliwa wa kwanza nini? Sadaka, ambaye ni Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo naona wakati huo walikuwa wanatumia njia gani? Mzaliwa wa kwanza wa mbuzi na hata wa nini, na hata wa ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alikuwa analetwa wapi? Kwa nyumba ya Bwana. Haleluya. Hakuwa ikamuliwa. Kwa hivyo nataka kusema hivi, wakati kama huu nafikiri sisi ni kama tufanye hivyo, ni kama tumeondoka kule. Haleluya. Amen. Kwa hivyo naona hata mtu akiexample alikuwa naomba kazi. Sema kwa mfano, alikuwa naomba kazi, na kwa sababu ulikuwa naomba kazi kwa kulia, kwa sababu ulikuwa hauna kazi na ulikuwa naomba kazi, sababu Mungu ni Mungu wa rehema, Mungu huruma, anafanya nini? Anakukumbuka, anakubariki na kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lapo ukienda ukibali sambo wakati wa mwisho wa mwezi, ukifika ukipata mshahara wako, ule mshahara unachukua unamanga yote. Bwana Yesu asifiwe. Badala ukumbuke yule Mungu ulikuwa na muomba, ulikuwa na muitisha. Badala ukumbuke ya kwamba nilikuwa nikiomba hii, nilikuwa ndani ya madhabahu nikilia kwa sababu ya hii sina na hii sina, lakini Bwana ukanikumbuka, ukanibariki, na sasa nimepata mshahara. Badala tukumbuke yule Mungu, unachukua yote na unakula yote, hata fungu la 10, hata sadaka, hata thanksgiving. Useme ni Bwana, nilikuwa nalia na sasa umenifuta machozi, umenikumbuka. Nilikuwa ninaomba kwa ajili ya kukosa mtoto, na kwa sababu Bwana umenikumbuka, hii sadaka nimechukua tu, nimeibeba tu, ninaipeleka tu pale kwa ile madhabahu, ambayo hiyo madhabahu ilinena, ikazungumza mema juu ya maishani mwangu, ikanena makuu, ukanibariki, ukaninolea huzuni, kilio, machozi, aibu yote ukaniondolea. Na sasa kwa sababu umeniondolea, hii sadaka inabeba tu, ninaenda tu kwa ile madhabahu ambayo ilinena, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini waleo atufanye hivyo. Tukaanze pamoja kwa jina la Yesu. Tuanze pamoja tusome past 20. Kwa ukumbusha tu, penda tuangalie sana vile jinsi tunaweza kufanya nini kuenda. Haleluya. Tazama, tuanze pamoja. Tazama, mimi nitamtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea. Mstari wa 2, jitunzeni mbele yake na musikize sauti yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio polepole neno hili likawa na faida juu ya maishani mwako na hata faida juu ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana akamwambia Wanaisraeli, yani nifanye nini? Mkaitunze, mkaisikize sauti yake, wala msimutie nini? Kisilani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo naona siku hizi kutii, yani kumekuwa ni shida kwetu, hata kwa wachungaji, watumishi wa Mungu, watu ambao ni watu teule. Kanisa limekosa kutii, sauti ya Mungu. Ndipo nimeleta neno ili niwaambie tu ya kwamba Bwana asema hivi, kama tutasikiza sauti yake kweli kweli, Bwana anasema ya kwamba, yani yule malaika ambaye aliyomtuma ili akatangulia na akatulinda katika njia zote tutakazoenda. Wakati huo ni ule wakati ambao wana wa Israeli walikuwa katika safari ili wakaenda wakavuke Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni safari tu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo neno la Bwana linasema ya kwamba, yani wakatunze na kuyashika
na kusikiza sauti yake. Yule malaika, naona Bwana alikuwa anatembea na malaika, wana wa Israeli walikuwa wanatembea na malaika. Bwana Yesu jipiwe. Ndipo na hata waleo Mungu wa mbingu, Mungu wa mbinguni, kuna malaika maelfu na maelfu. Bwana Yesu jipiwe. Unajua wakati ambao unaotembea, ukilala kuna yule malaika ambaye anakulinda. Bwana Yesu jipiwe. Kuna yule malaika Bwana alituma akasema ya kwamba kumaagiza, nimekutuma sasa ukalinde yule fulani fulani. Bwana Yesu jipiwe. Na kwa sababu Bwana amemutuma, ni kama for example, mimi ndio boss, na nikiwa boss ninachukani, kwa sababu kuna mahali ambao nataka kumtuma nani? Pastor Rose. Bwana Yesu jipiwe. Na kuja na mkomandi, namwambia enda tu ukapitishe ule ujumbe huu ama hii barua, peleka tu mahali fulani. Bwana Yesu jipiwe. Haleluya. Ama kuna kitu ambacho nimepanga katika, Bwana Yesu asifiwe, katika ndani ya moyo wangu. Na sasa wala nimepanga ndani ya moyo wangu, ama kuna bahasha ambayo niko naye, na ile bahasha kuna kitu iko ndani yake. Sasa namwambia shika hii barua, pelekea fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwambie barua enda umpelekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na utakapopitisha ukaniletea ripoti. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndipo Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Anaamrisha malaika wake ili akapate kukulinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili akapate kukulinda na kukuongoza katika njia zote ambazo uendao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nasema ya kwamba usikamtie malaika huyo kisilani, maana jina lake, jina la Bwana, jina la Bwana limo ndani lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana Mungu wa Israeli limo ndani ya malaika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Malaika atakama na kusimama mbele yako, roho wa Bwana umo ndani yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Malaika anasimama kama Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anakupigania. Ndipo na hata siku ya leo Bwana anakuandalia malaika ili akakutangulie, akupiganie katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nimetoa neno hili kwa mtu wa Mungu, kama tutatii, Bwana aweze katuacha. Bwana Yesu asifiwe. Awezi akaacha watu wake. Haleluya. Watu wake aliyechagulia na akajiteulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yani, maana mkikataa na mkikosa kuyatii, yule malaika atawasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina la Bwana limo ndani lake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikiza. Lakini ukisikiza sauti yake kweli kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, asema Bwana, sio mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisikiza sauti yake kweli kweli, sauti ya Bwana ukisikiza vizuri, kama vile nimekuletea tu habari njema ambaye ni habari ya Yesu Kristo, yani ukiyatii yale maagizo ambaye ninakupa leo, maana sio maagizo yangu, ni maagizo ya Bwana, ni sheria za Bwana, ni amri zake. Anasema kama utayatii na kuyasikiza vizuri sauti ya Bwana kweli kweli na kuyatenda yale yote Bwana anenayo, anasema ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako. Rakata babozia. Anasema nitakuwa adui wa adui zako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ipo ndipo Mungu anahitaji mtu ambaye anamutii ili akawe adui wa adui wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana anahitaji tu mtu tu akaseme tu, nimejikana msalabu wa Bwana. Watu wakuje, maadui wainuke, mambo ya kuje sitaondoka, kwa
waseme tu nimesimama kinete, vita viinuke, sitaondoka mahali pale. Hakuna kuniondoa ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yote yaongewe, watu wasimame kinyume nani, vita viinuke, usema ya kwamba sitaondoka. Hakuna kitu cha kuniondosha mahali pale. Nitasimama tu na ile ukweli wa Mungu na haki ya Mungu, nitasimama naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndipo Bwana amesema ya kwamba nitakuwa adui. Mimi sio kuna maadui wangapi? Sijui wewe uko na maadui wangapi? Maana wanaweza walikuwa na maadui, maana popote walikuwa naenda vita vilikuwa vinainuka, na ndipo Bwana alikuwa anatuma malaika wake ili akapata kuwapigania. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nimekuja neno lile kuambia tu ya kwamba kama utatii sauti ya Bwana na kuisikiliza kweli kweli, hapo ndipo Bwana atakuwa adui wa adui wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu makofi mazuri, maana Bwana atakuwa adui wa adui zako. Likatababozi tini babozi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni maelfu ni maelfu, hata kama ni wakubwa kiasi gani, hata kama wako na cheo kiasi gani, kwa Mungu au kwake sio kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni ondani kiasi gani, hata kama wanatumia silaha kiasi gani, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wako pinasi, hakuna yule ambaye ako pinasi. Hakuna Mungu aliye mbinguni ambaye ni muwezo wa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Yesu Kristo anasema ya kwamba na mtesi wa au wakotesao likatababozi tini babozi. Wenda kuna watesi walikoto mahali. Mtesi ni yule tu ambaye ni mtu ambaye wa karibu. Mtesi sio yule tu ambaye ni mtu wa mbali. Nataka kusema leo, Bwana Yesu asifiwe, mtesi ndio yule tu ambaye unamjua vizuri. Yule tu ambaye ulikula naye sahani moja. Yule tu ulikaa naye kikao kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anasema ya kwamba nitakuwa adui wa hawa, nitakuwa adui wa huyo adui wako. Na anasema nitakuwa tu mtesi wa huyo mtesi wako ambaye anakutesa. Mimi sijui ni kitu gani kinakutesa. Huenda kuna kitu ambaye kumekutesa miaka mingi. Huenda kuna mambo ambayo umeyapitia, na yale mambo unayapitia hakuna mtu ambaye anajua. Kuna mtu alisema ya kwamba ako kata itolewa. Kuna mtu ambaye alikuwa adui ambaye ni shetani, alimpanya kuwa adui wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndipo Bwana anasema ya kwamba kwa sababu umetii sauti hii na umemsikiliza yule malaika niliyomtuma, ndipo anasema ya kwamba nitakuwa adui wa huyo adui wako. Ndipo anasema ya kwamba nitakuwa mtesi wa huyo kutesao. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna mambo ambayo yanakutesa, huenda kuna magonjwa ambayo yanakutesa, huenda kuna mambo ambayo yanakutesa, huenda kuna mambo ambayo yapitia, lakini bado na manzetu mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna mtu ambaye anajua yale yote unayopitia, na yale yote unayopitia yeye ndio aliyofanya hayo ili ukapitia hayo. Anapokaa pale kando anakucheka tu, yana anacheka kisiri tu. Wewe uyemjui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ujui ya kwamba anakucheka, ujui ya kwamba anakuongelea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tu kataendelea na kuteseka. Kataendelea na kuteseka ako. Bwana Yesu asifiwe. Ako anazidi kusema kataendelea kuteseka hapo. Akata waitoka nilikafunga. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nilikafunga saba na akata waitoka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hata mama Salma anasema mtesi wangu na sijui. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nasema mtesi wake na mimi sijui. Haleluya. Petro neighbor.
Mwambie, sikiza sauti ya Bwana katika jina la Yesu. Nawe utafanikiwa, nawe utafanikiwa. Njia zako Bwana ataifanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nimeshangaa sana. Yaani Bwana anasema nitakuwa tu adui wa adui yako. Kama utasikiliza vizuri sauti ya huyu malaika wa Bwana ambaye aliyomtuma kwa ajili yako. Bwana ametuma malaika kwa ajili yako. Bwana ametuma malaika kwa ajili yako. Hakusema leo. Bwana ametuma malaika kwa ajili yako. Na yule malaika amemtuma ndiye atakao kutengenezea njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani ayalishi ya kwamba ni wangapi wako mbele zako. Ona ndio makanenea nata. Haleluya. Ona tena ni makili. Hata kama ni maelfu, utapita katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kiongozi mmoja alikuwa anasema nitapita katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na bila alikuwa akisema ukweli ya kwamba alipita katikati yao. Hii ni kitu gani kwa kilicholwa? Lakini Mungu wetu ana shortcut. Mungu wetu ana shortcut. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama ni mitego yote ambayo utakuwa umetekewa, utakuta yule malaika tu mitego yote ameyotoa, kwa sababu jina la Bwana limo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watakutekea mitego, lakini mitego utavuka. Watakutekea mitego, lakini mitego utavuka. Watakuwekea vizuizi, lakini vizuizi utavuka. Bwana Yesu asifiwe. Pia Yesu makomi mazuri. Maana hizo vizuizi utapita, hizo mitego utavuka na utaenda mbali kwa jina la Yesu. Maana kuna yule ambaye anakuandalia njia. Kuna yule ambaye anakupigania mahali pale. Rakata labozi kinauzia. Labda walisema ya kwamba hautawaioa. Walisema tu hautawaifanikiwa. Walisema tu ya kwamba hautawaifaulu. Nasema leo kwa jina la Yesu utafaulu. Nasema leo kwa jina la Yesu utafaulu. Nasema kwa jina la Yesu utafaulu. Na utafanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu utaenda kufaulu. Kwa sababu umelitii jina la Bwana. Kwa sababu umetii maagizo la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sema nitafanikiwa. Sema nitafanikiwa. Kwa jina la Yesu. Hebu sikiza. Wacha ni sema yetu pamoja kwanza. Haleluya. Katika jina la Yesu rikata babo. Usikia. Na sakatu pale usemaga mimi si nani ananitesa, si ni nani? Si ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia sema hivi. Kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako na atakukufikisha kwenye Mwamori. Haleluya. Haleluya. Hapo walisema, unajua waliposikia umeondoka, umeanza pale. Walianza. Bwana Yesu asifiwe. Walijua. Ndipo Isaya alijua Mungu alipokomati baraka sikukujie. Alipokomati malaika akuletee baraka zako. Haleluya. Alianza kujipanga akasema hiyo hautapokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo utapokea kwa jina la Yesu baraka zako katika jina la Yesu. Anasema hivi, atakufikisha kwenye Mwamori na Mwiti na Mperizi na Mkanani na Mwipi na Myebusi, nami nitawakatalia mbali. Hebu sikia. Nami nitawakatalia mbali. Au wakutesao, au wanakuwekea vizuizi, au walisema hautawaivuka hapa, hautakanyanga. Walisema hautakanyanga hapa kwetu, hautakanyanga hapa. Tulisikia unakuja, tulisikia unakuja na familia yako, tulisikia unakuja. Wakaanza kuweka vizuizi, wakaanza kuweka makuruneti. Kuna kuruneti zimetekwa mahali,
Nasema leo kwa jina la Yesu, kila guruneti inaenda kuanguka kwa jina la Yesu. Hao wameteka guruneti kwa mipakani, wakazinabu sema ya kwamba hapa kwetu ataingia. Nasema kwa jina la Yesu, my pause, utaingia kwa jina la Yesu. You are going to pursue in the name of Jesus. Bwana Yesu alipiwe. Hallelujah. Sikiza kwa jina la Yesu. Usijisudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utawaangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande katika jina la Yesu. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibalikia chakula chako. Hapo sasa sikiza, kwa sababu ya kutii kwako, kwa sababu ya kutengeneza njia zako na Yesu, kwa sababu ya kutengeneza njia zako na Mungu, kwa sababu ya kutii kwako, rikatababozetelibabozia, Bwana anasema ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, nanyi mtamtumikia nani? Bwana Mungu wenu, naye atawabarikia chakula chenu. Kuna kitu kimoja watu siku hizi hawajui, yani Mungu anatubariki na chakula, lakini kile chakula tubariki nacho ndio kimekuwa yani adui mkubwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yani unakula chakula na kile chakula unakula, ukienda hospitali unaambiwa hii chakula hiki kinasababisha ugonjwa wa kansa, kinasababisha ugonjwa wa blood pressure. Bwana Yesu asifiwe. Yani kile chakula nakula, yani chakula Bwana alichokibarikia, chakula Bwana alichokitenga, ndiye kinakuwa mateso kwako, ndiye kinakuwa yani kinakuwa tu kinakutesa katika mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tu unisikize vizuri. Ningetamani tu utege sikio lako ndio ukapate kujua tu ya kwamba wakati Mungu alipowatoa wana katika nchi ya Misri, alikuwa na malengo na makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati Bwana alipokuleta katika dunia hii, Bwana alikujua vizuri. Alijua tu ya kwamba kuna chakula ambao utakaokula na hata kuna maji utakaokunywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini anasema ya kwamba ndipo nitakapokibarikia nini? Chakula chako. Bwana Yesu asifiwe. Na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo naona dunia yote watu wanasumbuka, wanateseka, watu ambao wako na mamilioni ya pesa, kuna magonjwa inawatesa, kuna magonjwa inawatesa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Bwana anasema kwamba nitabariki chakula chako, nitabariki maji yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kujiuliza kwa nini ninakula tu chakula kinanibikia? Ninakula hiki bado nasikia tumbo inakuruma, nakula hiki bado nasikia tumbo bado inashinda. Hebu jiulize kwa nini? Yale maji Bwana tubariki nayo ni maji tu ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapenda tungepata kama leo, wapenda tungepata kanisa likamlilia Mungu. Hakuna kitu kingine ambacho Bwana anahitaji kwetu. Bwana anahitaji tukamtumikie, tukatii sauti yake, tukatii maagizo yake, tukayashike sheria zake na hukumu zake. Hapo ndipo Bwana atakapobariki chakula chetu. Hapo ndipo Bwana atakapobariki maji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ataachilia mvua ya makabisi, ataachilia mvua ya makabisi kwa sababu tumetii. Hapo ndipo tunahitaji mbele za Bwana tukainyenyekee tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana anakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukapate kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama for example, najua mtu akitaka kutongoza msichana, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kitu ambacho anafanyanga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kwanza anaangalia kama mnyenyekevu. Kwanza ananyenyekea sana. Hata akiambiwa piga magoti atapiga magoti.
Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kitu ambacho analenga, kuna kitu ambacho anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nani ambaye angependa kutoa kitu kibaya? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ukitaka kitu kizuri lazima unyenyekee. Haleluya. Unyenyekee. Kama ndio kupiga magoti, unapiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukapata kupewa kitu kizuri. Uwezo ukamwomba Bwana tunda nzuri na akupe tunda ambayo imeoza. Uwezo ukamwomba Bwana mtoto na akupe mtoto ambaye kuna mashida. Uwezo ukamwomba Mungu ng'ombe na akupe ng'ombe iko na shida. Itakuja tena kusumbua kila wakati na madawa. Uwezo ukamwomba Mungu baisikeli. Na ile baisikeli ambayo unamwomba tu anakupa baisikeli ya mashindo. Au uwezo ukamwomba Mungu kazi. Na ile kazi ulikuwa unamwomba Mungu anakupatia kazi ya mashindo. Yaani ukipata mshahara ni kwa madawa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba Mungu kitu atakupa kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini anasema tukasikize sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Katika jina la Yesu, Bwana kuondolee magonjwa. Inua mikono wako juu. Inua mikono wako juu. Sema Bwana, niondolee magonjwa ilikuwa inanitesa. Niondolee magonjwa ilikuwa inaniumiza moyo wangu. Katika jina la Yesu Kristo, yaondoe katikati yangu, yaondoe katika familia yangu, yaondoe katika nyumba yangu, yaondoe katika maisha mwangu. Katika jina la Yesu Kristo, nami nitakutumikia milele na milele. Amen. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ndugu tusikie kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tali wa 26, I think 26, yes. There shall nothing cast their young, nor be barren in your land. The number of your days I will fulfill. The number of your days I will fulfill. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba. Bwana Yesu asifiwe. Wala mifugo yako, wala shamba lako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani ulikuwa na panda na kula kupanda. Kama for example this season, mwaka ama season hii, Bwana Yesu asifiwe. Yani umechukua mbegu, umeenda ukanunua mbegu. Na ile mbegu umenunua, umeenda umepeleka kwa shamba. Na kupeleka kwa shamba, Bwana yani mambo inatoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mvua inanyesha huko mbali. For example, inatoka wapi? Naweza toka huko Kisii. Bwana Yesu asifiwe. Na naweza toka Western. Ama naweza toka wapi? Huko wapi Murang'a. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuja kwa mimea yako ama shamba lako liko masodini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndipo Bwana amesema ya kwamba hakutakuwa na kuharibu mimba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Labda kuna mimba ulikuwa umebeba ya utumwa na andu yani wakati ambaye ilikuwa ndani kukua andu akakuja akaribu. Bwana Yesu asifiwe. Yani inanipiga kabla ya kuwa, inanipiga kabla ya pigia wakati wa kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikata mambo ulikuwa na mambo ya unabii, lakini adui anakuja anaharibu ile ndoto. Adui anakuja anaharibu ile nini, ile maana yako ilikuwa ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali alikuwa anaenda kutabiri,
lakini kabla ya pika mahali pale ndio anakusulia. Nasema leo hautasuliwa katika jina kula Yesu Kristo. Hiyo unabii lazima ikatumie, itatumia kwa jina kula Yesu Kristo. Ulikuwa umebeba mimba ya unabii lakini ikalipika. Nasema leo hautaharibu. Ulikuwa na mimba ya unabii lakini adui akayaribu. Ulikuwa na mimba ya huduma lakini ule huduma ulikuwa nayo adui akaingilia, ikalipika kabla ya kuzaliwa kwake katika jina kula Yesu Kristo. Nasema leo kwa jina kula Yesu Kristo haitalipika tena. Haina mkono wako juu. Ile mimba tena kubeba leo ni mimba ya kuzaliwa, ni mimba ya kuzaliwa kwa jina kula Yesu. Naachilia kwako neema ya Bwana ikakuinue katika jina kula Yesu. Asema nitanawili, asema nitabeba mimba, asema nitabeba mimba. Pokea mimba ya pokea neema ya mimba, mimba ikasaliwa, ikakuwa ikasaliwa kwa jina kula Yesu. Haleluya. Maana hakuna kuharibu mimba katika jina la Yesu. Ulikuwa unabeba mimba inalipika, ulikuwa unabeba mimba inalipika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haitalipika kwa jina la Yesu. Maana Bwana ndiye amesema, sio mchungaji Boni amesema. Haleluya. Wewe uko mbali, uko karibu. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kuna maadui waliweka maagano. Bwana Yesu asifiwe. Na siku itakapokaribia kubeba mimba, Bwana Yesu asifiwe, hiyo mwezi unaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Nasema leo kwa jina la Yesu, mwezi huo ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3. Rikata babozi eti babozia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Yesu utabeba mimba ya kuzaa katika jina la Yesu. Haitaribika tena. Kama ulikuwa unabeba mimba inatoka, haitaribika tena kwa jina la Yesu. Haitaribika tena kwa jina la Yesu. Natangaza leo haitaribika kwa jina la Yesu. Rikata babu zitini babozia. Yana wewe unaingia mahali pana, sema mwaka huu nitaenda kupita mbao, na hiyo mbao nitaingiza na kule ukiwa tuyano unajitolea kabisa, najitolea kabisa, na badala uingize mbao na misi. Nasema leo hakuna kumisi, hakuna kumisi. Bwana Yesu asifiwe. Chungaji, hakuna kumisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kumisi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni pao, itaingia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana ndiye amesema. Haleluya. Haleluya. Hakutakuwa na kuharibu nini? Mimba kwa jina la Yesu. Haleluya. Patenda nikachaje kidogo tu kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kidogo tu katika jina la Yesu. Hebu sikia. Wala aliyetasa katika nchi yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unanunua kambuzi kanakaa miaka inaenda ukingojea bebe mimba. Bwana Yesu asifiwe. Ukingojea wana nini? Ikizaa. Bwana Yesu asifiwe. Na badala ya bebe mimba hii unangojea, unasema imekaa sana, nachukua kala kabusi napeleka sokoni, naenda unauza. Bwana Yesu asifiwe. Si ulikuwa unanunua mbuzi? Haleluya. Amen. Si ulikuwa unanunua mbuzi uleta kwa mboma ili likapata nini? Likapata nini? Fanya nini? Kuleta mazao. Likapata kuleta mazao. Lakini kwa sababu wewe ulikuwa na maono mazuri, lakini kwa sababu adui yako mahali pale, Bwana Yesu asifiwe, yeye alitazama na wacho tu, amekaleta hapa, amekonda hivi, mwishowe aliyochukua peleka sokoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atakuja kuchinja kata waisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hakuna tasa.
Sikia, hakuna nini? Hakuna tasa. Amesema wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitatimiza. Zile hesabu ya siku zako nitatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na hesabu masiku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Si hata mama akibeba mimba. Kwa mimba si sasa hapo ile siku ambayo ilibeba mimba, wengine wanaanza kuhesabu. Wanahesabu siku wakaribia kuzaa. Nasikia anaanza kuambia wale wengine, unajua na vile nasikia siku zangu zimekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Hadi siku zangu zimekaribia. Sema nini? Zimekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, anasema hesabu ya siku zako nitatimiza. Bwana anakutimizia hesabu ya siku zako. Rikata babu zitili babu zia. Kama ni hesabu ya siku zako za kufunguliwa, kama ni siku zako za kuzaa, Bwana anakutimizia kwa jina la Yesu. Kama ni hesabu ya siku zako za kubeba mimba, Bwana anakutimizia kwa jina la Yesu. I declare now, I prophesy to you. I declare now, I prophesy to you in the name of Jesus Christ. Utumishi wa Mungu Bwana mtumizie. Siku zako zikatimia kwa jina la Yesu. Naweza kusalimia kwa jina la Yesu. Bwana kutimizia siku zako. Haleluya. Amen. Amen. Bwana anajua siku zako. Hata siku za kuleta hapa duniani Bwana alijua. Haleluya. Haleluya. Amen. Na anajua wacha hivyo. Na anajua siku zako za kuondoka duniani hii. Bwana Yesu asifiwe. Anajua mboni anamjua vizuri siku zake alizomleta na siku za kuondoka. Najua watu wakiosikia siku za kuondoka wanaogopanga. Bwana Yesu asifiwe. Yes, wale wanakuwa na uoga ni wale ambaye hawakujipanga, hawakujiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Anza kujiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Useme hata kama Yesu atakuja leo, kama atakuja hata niacha nitaenda na yeye. Kama atakuja leo saa hii nitaenda na yeye. Sitakubali niache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haraka sana, twende First Timothy 4:13-16 kwa haraka sana. Amen. Kwa haraka sana kwa jina la Yesu. Ili tukapata kumalizia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Malaka andika hiyo. Andika. Nataka tu andika. Afanye kuandika. Tunaenda kusomea nyumbani. Amen. Andika First Timothy 4:13-16. Labda andika tena Joshua chapter 23:6 verse 7-8. Hii lazima tusome kwa jina la Yesu. Amen. Lazima tufanye nini? Tuyasome jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sema tukasome hii Joshua. Umeandika hiyo? Umeandika First Timothy 4:13-16. Tena uandike Joshua 23:6 verse 6. Joshua chapter 23 verse 6-8. Andika hiyo. Alafu andika tena 2 Kings chapter 18